majina yangu ninaitwa Osborn Pais, mkurugenzi msaidizi wa uzingatiwaji wa huduma za msaada wa kisheria. Kwa sasa tuko katika mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulianza mwaka 2023. Shinyanga tunapanga tufikie 50% ya watu. Mamlaka zenyewe pia ni sehemu ya wananchi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoa elimu kwa wale ambao tunawafikia, lakini hiyo migogoro pia tunaipokea sisi. Migogoro tunapoipokea na kusajiliwa, tunaishughulikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Chanzo cha mgogoro huo ni nini? Ni nani ambaye yuko nyuma yake? Kwa hiyo tunafanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunashughulikia inaenda mpaka mwisho. Kwa hiyo hata kama ni mamlaka zilisababisha na sio kitu kimoja, zishatokea hata zingine, tunafuata utaratibu ule wa kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye anahusika na kusababisha mgogoro, basi hatua zinachukuliwa na mgogoro unatatuliwa, ili kusudi mwisho kabisa tuweze kuwa na amani na yule mwananchi apate haki yake. Usajili wa matukio maalumu ya binadamu, ikiwemo usajili wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Wengi kuna hiyo changamoto kupitia RITA. Lakini aidha, hati ya umiliki wa ardhi tunategemea pia kuongozana na wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi, ambao wale wenye changamoto ya migogoro ya ardhi. Na hapa kumekuwa na changamoto, kila mmoja anasema eneo la kwake, lakini ukitaka kupata ushahidi au kuona ni nani ambaye anamiliki nyaraka hana. Lakini wako ambao kweli wanamiliki maeneo lakini hawana nyaraka rasmi. Sasa timu hii inakuja, itasikiliza, na wale wanaostahili kusaidiwa kupata hizo hati za umiliki wa ardhi, basi watasaidiwa waweze kuzipata. Lakini ndugu zangu, elimu kwa jamii itaendelea kutolewa, na katika siku zote hizi kuanzia kesho tarehe 6 mpaka tarehe 20, timu hii inakwenda katika maeneo yote ya wilaya zote 3, nikiwa namaanisha wilaya ya Kishapu, wilaya ya Shinyanga na wilaya ya Kahama, lakini katika halmashauri zetu zote 6, majimbo yetu yote 7, kata zote 130 za mkoa wa Shinyanga, kwenye mitaa yetu pamoja na vijiji. Lakini pia watafanya mikutano ya hadhara. Sasa kwa ufahamu haraka, naomba nizungumzie kihalmashauri na wapi ambako. Shinyanga, halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, huduma inakwenda kutolewa nguzo 8, viwanja vya zimamoto. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa manispaa yetu ya Shinyanga, eneo husika, eneo la kwenda kupata huduma hii, eneo la kwenda kusikilizwa, eneo la kupata utatuzi wa changamoto zote za kisheria ni nguzo 8 katika viwanja vya zimamoto. Tunakwenda Shinyanga DC, tuko bado katika wilaya ya Shinyanga. Ndugu zangu, eneo la kwanza ni Didia, uwanja wa shule pale Didia. Wanaomba kata za jirani na maeneo ya jirani wote muweze kufika hapo, muweze kupata huduma hii. Lakini kwa kuwa halmashauri ya Shinyanga DC imepakana na jiografia yake si rafiki sana kuwa na kituo kimoja au eneo moja, imeonekana sasa timu hii iweze kwenda kuweka kambi pia pale Isilamagazi, na watakuwa kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Kwa hiyo ndugu zangu wa ukanda huu, naomba mjisogeze Isilamagazi muweze kwenda kupata huduma ya kusikilizwa, lakini na utatuzi wa changamoto za kisheria. Wilaya ya Kishapu nako watakwenda na kuweka kambi pale Mhunze Mnadani. Kwa ndugu zangu wa Kishapu, tumieni fursa hii, msilazie damu, endeni mkapate huduma. Lakini kwa kutambua pia jiografia ya wilaya ya Kishapu, timu hii ikaona ili iweze kutenda haki kwa wananchi wote na mfikike kirahisi, inakwenda pia kata ya Ukenyenge, na watakuwa pale community center. Kwa hiyo ndugu zangu wa ukanda huu huko, sogeeni Ukenyenge muweze kusikilizwa, lakini pia kupata huduma. Na kama ambavyo nimesema awali, wanaanza kesho tarehe 6, watakuwepo mkoani mpaka tarehe 20. Kwa siku ziko za kutosha. Kwa tukienda wilaya ya Kahama, pale Kahama manispaa, kwanza National Housing pale Majengo National Housing Center kabisa pale, wananchi mnaweza mkasogea, timu iko pale na zimeshajigawanya hivi ninavyoongea,
alivyotoa hamasa ya wananchi, tayari timu ziko site, kila timu imeshafika eneo lake. Lakini ndani ya manispaa hiyo hiyo ya Kahama tutakuwepo, yani nikimaanisha kwamba timu hii ya Mama Samia Legal Aid wanaenda kuweka pia kambi pale Shunu, eneo la ofisi ya mtendaji wa mtaa. Kwa pale manispaa ya Kahama, timu nyingine itakuwa maeneo ya Majengo National Housing, na timu nyingine iko Shunu, ofisi ya mtendaji wa mtaa. Lakini pia kwa halmashauri ya Msalala nako timu inaenda kuweka kambi Segese, uwanja wa shule. Ndugu zangu wa Msalala, mjisogeze. Lakini kwa kutambua jiografia ya halmashauri ya Msalala, kaonekana pia ni muhimu timu nyingine iweke kambi upande wa Isaka, uwanja wa Posta. Kwa hiyo wale ambao kata zao zinawapendeza kuwa karibu na maeneo ya Isaka, basi mtasogea Isaka. Lakini ziko kata ambazo ziko karibu zaidi na Segese, tunazishauri na kuzishawishi ziweze kusogea kata ya Segese waweze kupata huduma. Tukienda halmashauri ya Ushetu, nayo ndani ya wilaya ya Kahama, kata ya Bulungwa pale center, mtaona na timu, mtaona mabango, mtatambua wazi kwamba hili ndilo eneo ambalo timu maalum ya Mama Samia Legal Aid ambayo imekuja kutusikiliza na utatuzi wa changamoto zetu basi iko hapa kata ya Bulungwa pale center. Lakini kwa kutambua pia jiografia ya halmashauri ya Ushetu, timu yetu hii ya misaada ya kisheria itaweka kambi pia Nyamilangano center. Kwa hizi kata ambazo ziko ukanda wa huku, basi katika halmashauri yetu ya Ushetu tunawashauri muweze kutumia kata ya Nyamilangano, muweze kukutana na timu hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign, muweze kusikilizwa lakini kupata utatuzi.